You are controlling people for your own selfishness. Taking things personal is deeper kuliko hata ambavyo hilo neno liko hapo katika nani display. We are controlling people for our own gain kwa sababu sisi ni selfish. Jesus was told you are glutton and a wine bibber. Aliambiwa kwamba yeye ni mlafi na ni mlevi, lakini he never took it personal. He despised and rejected of men, man of sorrows, acquainted with the grief. Lakini bado Yesu never took things personal. He has borne our grief and carried our sorrow. Pamoja kwamba alichukua maumivu yetu, lakini alichukua kwa ajili yetu. Ngoja nikwambie kitu moja. Tofauti ya wanadamu na Yesu ni hii. Yesu alilia kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya wanadamu, sio kwa ajili yake. Christ cried for you. We love people for ourselves. We love people so that we can eat them. Christ never ate any person. Relationship ya Kristo ni kumwacha mtu awe nini? Huru. Because he doesn't want to eat you. Unajua, you're just free to follow him or not to follow him. Yani human beings will control people for good. Yani not for good ile forever, yani for good, yani for the goodness. So we are not controlling them for bad, but for what? For good. And that is evil. Si kama naeleweka? Yani unapomcontrol mtu hata kwa mazuri, hiyo ni nini? Ni dhambi. Mungu ametufanya tumekuwa nini? Huru. Mungu hatucontrol. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ili useme uongo, ili uzini, ili uibe, anayekupatia nguvu ni nani? All the power to do evil is given by who? By God. Mungu anatupatia nguvu ya kutenda dhambi. Na ndio maana ukielewa hivyo utaogopa kutenda nini? Dhambi. Yani God does not control you. Hebu jifikirie, umeoa mke unayempenda kabisa, yani ile to the maximum. Alafu huyu mke anakuaga, sweetheart, I'm going to, najua labda sokoni Kariakoo na nini, au naenda katika siku 10 za maombi DCC. Alafu wewe unajua kabisa kwamba huyu mke wangu amepangana appointment na jamaa wanaenda guest hotel vyovyote vile, nyumbani kwa mtu vyovyote vile. What will you do? Yani kwanza utaleta mvua ya mafuriko asiende, si ndio? Au utamfix, akifika kule unamswitch off. Hello? Tena unaanza kusema huyu ngoja nimkomeshe sasa. Unamwambia unaenda? Sawa, ukifika basi poa. Usionaenda DCC siku 10 za maombi. Ukifika utanipigia haya. Wewe moyo tu umekaa unaingia kwenye chumba chako kile, alafu unaweka mitambo yako, unamwangalia, tunamchola tu. Kachukua bajaji, kachukua bodaboda, huyo ameingia tu kwenye geti la jamaa, unamfix. Si kuna zile taarifa tulikuwa tunazipata, si watu wamekuaje nani, si ndio? Na wewe unamfix hivyo. Utafanya hivyo kwa sababu gani? Sisi we hivyo, lakini Mungu afanye hivyo. Mungu kabisa katika uhalisia, hata kama angekuwa ni mume wetu kabisa katika uhalisia, angeruhusu ufanye hivyo. Alafu sasa unapofanya hilo tendo out of his love, anakuondoa kule na anakuonesha kwamba ulichokitenda ni sio kizuri, mpaka wewe umpende, sio kwa kulazimishwa wala sio kwa kutengenezewa mazingira. Unajua kuna yale maneno watu tunasema hivi, Mungu Bwana atakupiga, Mungu angalia. Jamani, basi ambao angepigwa ni kuna watu wanatenda maovu huko. Kuna watu wanafanya maasi. Na ndio kwanza wanaendesha V8, wanaendesha all the cars, they've got all the money na wana afya. Mbona Mungu hawapigi hao? Mungu hayuko kwenye biashara kupiga watu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupatia uhuru na hii ni kanuni ya msingi. Yaani natamani sana tuweze kuelewa. Mungu ametupatia kanuni, ametupatia uhuru wa kuchagua nini tuweze kukifanya, kwa sababu Mungu, he does not take things personal. It is business. For him is the business of salvation. Ametuacha sisi wenyewe tuweze kuchagua, kwa sababu if he takes things personal, ataanza kutucontrol kwenye kile tunachokifanya. Kwa hiyo tunapojifunza mahusiano yetu sisi na nani? Na Mungu, ndivyo tunavyoweza tukawa na mahusiano bora sana kati yetu sisi na sisi. Na ngoja nikwambie, kuna mahusiano aina mbili. Unaweza kukuta mtu mwingine ha control kwa sababu amesha manipulate mtu. Kwa hiyo anasema au hajali sasa, yani hivyo. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba hajali, ukasema inaonekana yule wa kwangu ameelewa sana somo la mwinjilisti. Au akawa anajali
ambao ndio hiyo kwa ajili yake, kwa sababu inaonekana ule wa kwangu au mume wangu, vyovyote vya mke wangu, ana wivu sana kwa sababu ananipenda, which is not true. Upendo hau control, upendo hau manipulate, upendo ni huru. Na ngoja nikwambie kitu kimoja, tungekuwepo tunaishi sawa sawa na kanuni ya Mungu, I say kwanza tungekuwa tuko mbinguni sasa hivi. Shida nyingi tulizo nazo tumejiletea sisi wenyewe kwa sababu tumechukua vitu personal. Na Yesu amekuja leo kuweza kutuokoa kwa sababu alichukuliana na madhaifu yetu.